Tumefika kwa sababu ya kudharau na kujiamini sana kuliko kukaa chini na kusikilizana. Tunajiamini kwamba sisi pekee tunaweza. Sote kwa ujumla. Kwa ujumla wake. Kwa ujumla. Kwa sababu kila mtu ana mchango kwenye maendeleo ya nchi hii. Na moja kati ya kosa tunafanya, kwa mfano kwenye maendeleo ya kisiasa, tunaamini kwamba tunaweza tukapiga maendeleo kwa kutegemea chama kimoja, CCM. Kitu ambacho kimeshatuhakikishia kufeli tangu mwaka 1992. Kumbuka ndugu mtangazaji na faida ya watazamaji wanaotufuatilia. Mfumo wa chama kimoja ulianza rasmi mwaka 1965. Tukadumu nao kwa takribani miaka 27. Tulipofika mwaka 1992 tukafanya tathmini kwamba hivi mfumo wa chama kimoja unatusaidiaje kama kichocheo cha kuleta maendeleo. Tukagundua kwamba tunafeli. Ndio maana tukauruhusu uje ule mfumo, hata kama kuna watu walikuwa hawautaki uje kwa wakati ule, lakini tulikuwa hatuna namna, ikabidi turuhusu uje. Na muasisi wa taifa hili, marehemu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliwahi kusema kwamba taifa liweze kupiga hatua linahitaji vigezo vinne. Linahitaji ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Kwa hiyo unaona, siasa sio tu ifanyike kama kutimiza wajibu. Kuna neno safi mbele. Siasa lazima iwe safi. Sasa ukiangalia siasa tunaifanya sisi ni safi. Siasa gani ya kupeana makesi ambayo hayana kichwa wala miguu? Siasa gani ya kuona watu wanateseka, wanatekwa, wanapigwa, wanapotezwa? Hakuna siasa aina hiyo. Kwa ndio maana unaona ukiambiwa kwa mfano kwenye kijiji chako, acha hizi tathmini za jumla ziachana nazo. Kwenye mtaa wako wewe kuna maendeleo gani mwaka 2025 yamefanyika? Kwenye nyanja zote, elimu, maji, barabara, umeme. Leo tu hapa kulikuwa kuna shida. Sasa ni lazima pita itatofautiana kati ya eneo moja na eneo jingine. Ndio maana nachosema chama kinachoomba ridhaa ya wananchi kuunda serikali kinawaahidi kila wananchi wa kila eneo kwamba kitawaletea maendeleo pale walipo. Kwa hiyo hakuna kisingizio hapa. Haiwezekani nchi yenye uhuru wa miaka 62 kwa mfano, zaidi ya 62, inakosa maji. Alafu tunasema tunakosa maji kwa sababu ya mvua. Yani tunamlaumu Mungu. Mungu ametupa kila aina ya rasilimali, kila aina ya uwezo kuhakikisha kwamba tunatawala ya mazingira. Na ukumbuke maisha ya mwanadamu kwa 90% ni maji. Ukikosa maji manake wewe huna maisha. Sasa hapa tunazungumzia maji tu ya watu kutumia ndani hatuna. Na ili tuweze kuendelea ni lazima tuwe taifa la viwanda. Utakumbuka kauli mbiu ya serikali ya awamu ya 5 wakati inaingia madarakani ilikuwa ni Tanzania ya viwanda. Unawezaje kuwa na viwanda wakati maji ya kunywa tu ya kupikia ndani una? Ndio maana nakwambia unaanza unachanganya vitu. Sichanganyi vitu. Kuna kama unatolea mfano wa sasa hivi, maana yake inaonekana ni sababu ambayo sio ya kibinadamu. Ni sababu labda tuseme ya kimungu wenye kusababisha mabadiliko ya tabia nchi na nini na nini. Na ndio unatolea mfano. Ulishawahi kusikia ziwa Tanganyika limekauka kwa sababu mwaka huu hamna mvua? Unataka kusema nini? Au ulishawahi kusikia ziwa Victoria limekauka kwa sababu hakuna mvua? Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho watu hawakifahamu. Kuna wenzetu wanaishi jangwani. Jangwani wana maji. Kuna wenzetu wanayatoa maji ya mto Nile ambao chanzo chake pengine ni kwenye ziwa Victoria huko. Wanakwenda kufanya mpaka shughuli za kilimo. Sisi tuna maji mengi tu safi ya kunywa. Tunaweza kutumia ndani na tunaweza tukatumia viwandani. Hatuyatumii ni kwa sababu ya kukosa maji. Yaani hii sababu za kijiografia ambazo zinatajwa. Hatuwezi kutegemea mvua ituletee maji ya kunywa. Yako maji ya asili ambayo hayakauki. Mwanzoni mwa mwaka mpaka mwishoni mwa mwaka. Ni swala la kutumia maarifa tu. Tunatoaje maji ya ziwa Tanganyika ambayo yamekaa bila kuwa na kazi, yakafika mpaka katika maeneo ya nchi yetu ambayo kiasili hayana maji, ili watu wasipate tabu. Ni maarifa tu, na kupanga ni kuchagua. Na tunapeleka fedha nyingi katika maeneo ambayo hayana hata tija. Hayasaidii human development, yaani maendeleo ya watu. Kwa mfano wewe unavyosema unachukua hela goli la mama shilingi milioni 100 kila goli. Hospitalini hakuna madawa. Maiti zinazuiliwa kwa sababu watu wanakufa kwa kukosa dawa. Wanazuia. Sasa hivi hiyo hakuna. Naam? Hiyo sasa hivi hakuna. Sasa hakuna kwa kiwango gani? Na kwa nini ilikuwepo? Maana yake huwezi kuanzisha tatizo afu ukalitatua ukataka tukusifie. Yani unatumia hela ovyo ovyo. Ukienda kusoma ripoti ya CAG, kila mwaka zaidi ya trilioni 7 zinaripotiwa kupotea kwenye ripoti ya CAG, na hakuna uwajibikaji popote. Hivi hizo hela zingetumika kutujengea bomba, kutoa maji Kigoma kuyaleta Dar es Salaam, tungeshindwa? Tungekuwa tunahangaika hapa na masuala ya mvua ya Mwenyezi Mungu? Tumeshajua tatizo kwamba mvua hazipo consistent. Mwaka huu zinaweza zikawepo, mwakani zikawa nyingi sana, mwaka kesho kutwa zisiwepo kabisa. Tunajipangaje sasa zisiponyesha? Maana tumepewa maarifa, sisi sio ng'ombe. Tuna maarifa
Kwa hiyo maana yake ni kwamba tutumie vyanzo vingine. Mungu akuliumba lile ziwa kwa bahati mbaya. Lile ziwa Tanganyika haliko Dubai kwa makusudi maalum. Wala lile ziwa haliko kwenye nchi yote ya jangwa kama Libya. Limewekwa hapa Tanganyika, limewekwa hapa Tanzania. Litusaidie. Linatusaidiaje? Ni ajabu. Unaenda pale Mwanza, mita chache tu kutoka ziwa Victoria lilipo, watu hawana maji. Igogo pale, ukienda pale hakuna maji. Ukienda kule Igoma kule hamna maji. Alafu unasema mvua.